Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. So there is that fine hedge Ukigo ambao ni wa kiungu umewekwa around the believers. kuzingira wanaoamini Mungu. There is a defined hedge. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. The Bible says the Proverbs 15 verse 3. The eyes of the Lord are in every place, Macho ya Mungu yuko kila mahali. beholding the evil and the good. Kiangalia watenda maovu na wale So wazuri. the eyes of the Lord, Kwa hiyo macho ya Mwenyezi Mungu, there is that powerful cover. kuna ile kama ambayo imewekwa. From today, Kuanzia leo, may God enlighten you. Mungu afungue macho yako. May you walk with these scriptures. Uende na haya To maandiko. the eyes of the Lord, Yakuwa macho ya they Mwenyezi Mungu are watching over me. yanakunia The mtazamo. eyes of the Lord, Macho ya they Mwenyezi are Mungu watching over my business. yanaangalia The biashara. eyes of the Lord, Macho ya they Mwenyezi are Mungu watching over my business. yanatazamia The biashara. eyes of the Lord, Macho ya they Mwenyezi are Mungu watching over my children. yanatazama The watoto wangu. eyes of the Lord, Macho ya Mwenyezi they are Mungu watching over my family. yanatazama familia yangu. Kwa wema. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. In Jesus' name. Katika jina la In Yesu. Jesus' name. Amen. So even when you are walking, Hata unapotembea, cannot demon threaten you. hakuna pepo inaweza kutisha. Cannot devil threaten you. Acha pepo yote Even isikutishe. when you are walking, Hata ukitembea, oh, there is that divine cover. kuna ile There is kuzingira. that powerful cover. Kuna ile cover ya Mungu Covering your children. ambayo inazingira Covering watu your wako. business. Inazingira Hata biashara yako. waende kwa uchawi. Hata warushe mishale. Hata watangaze nini. It cannot prevail. Hawezi faulu. Because the eyes of the Kwa Lord. sababu macho ya The Mwenyezi Mungu. eyes of the Lord. Macho ya Mwenyezi The Mungu. eyes of the Macho ya Lord. Mwenyezi Mungu. The eyes of the Macho ya Lord. Mwenyezi Mungu. Even when you forget to close your door. Hata ukisahau kufunga milango. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. No evil. Hakuna No mabaya. weapon of the enemy Hakuna mishale. can prevail. Inaweza inuka. Because the eyes of the Kwa Lord. sababu macho ya The Mungu. eyes of the Lord. Macho ya Mwenyezi There is Mungu. that powerful cover Kuna ile cover covering you ambayo when you inakuzingira are going out unapotoka and when you are coming na in. unaporudi. Praise the name of the Bwana Lord. asifiwe. So God knows to protect his people. Mungu hujua jinsi ya kulinda watu wake. He cannot expose his building to danger. Hawezi achilia mchengo He wake kwa cannot hatari. expose you to danger. Hawezi kuachilia kwa hatari. You mean a lot in the kingdom of God. Wewe unamaanisha mambo mengi. You are treasure the kingdom of God. Wewe ni mtu wa dhamana He katika cannot ufalme. expose you to the enemy. Hawezi He kuachilia kwa cannot adui. expose your family Hawezi achilia to familia the yako devil. kwa shetani. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Amen. So God's protection Ulinzi wa Mungu comprises of powerful cover. huhusisha yani ile cover ya nguvu. You know the Bible says Maandiko nasema the other God's protection comprises of your name in God's palm. hilo jambo lingine linahusisha kuwa jina lako limewekwa kwa mkono wake. Praise the name of the Lord. Amen. God has done marvelous. Mungu ametenda makuu. He has designed your name Ameweka jina lako in his palm katika mkono for wake the purpose of remembrance. kwa ajili ya kukumbuka wewe. Your name Jina lako for the purpose of remembrance. ili aweze For kukumbuka the purpose of remembrance. kwa lengo la The kukumbuka. Lord God you serve. Mwenyezi Mungu The Lord anatumikia. God of heaven. Mwenyezi Mungu Praise the name of the Lord. Amen. He has engraved his name, your name, ameweka jina lako on his every second. za kila sekunde. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. So God has a marvelous design. Mungu ameweka mambo ya He kila. has done a marvelous design Ametenda jambo kuu by engraving your name in his palm kwa kuweka jina lako for the kwa purpose of remembrance. lengo la kukumbuka. There's not a single second that see without God remembering you, Hakuna sekunde hata moja inayopita without God calling your name bila Mungu kuita jina for lako protection, kwa ulinzi, for kwa remembrance. kukumbukwa. He makes sure that you are hidden Anahakikisha in a umefichwa, special hole umefichwa mahali built in his palm. kwa mkono wake. So you are written in the palms of God. Umeandikwa kwa mkono wa Mwenyezi There's Mungu. not a single second that slip Hakuna sekunde inayopita without God calling your name, bila Mungu kuita jina lako, without God calling your name, bila Mungu kuliita jina without lako, God remembering your name. bila Mungu kukumbuka jina Praise the lako. name of the Lord. Amen. You are engraved Wewe umewekwa on the palms of God katika mkono wa Mwenyezi Mungu for remembrance. ili ukumbuke. And the enemy, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Even when no
nobody is remembering you, hata kwa kuna yote there's na God in heaven. kuna Mungu mbinguni. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Pia Yesu makofi. Bwana asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. The Bible says, Maandiko nasema it's another God's protection jambo lingine linalohusisha ulinzi wa Mungu is a wall of fire. ni ukuta wa moto. Hebrews, can we read the Hebrews 12 verse 19? Waebrania 12 And Zechariah chapter 2 verse 8 and 5. Can you open Zechariah? Zechariah chapter. Are you there? For I, says the Lord, Yes. will be a wall of fire around her, and I will be the glory in her midst. Praise the name of the Lord. Amen. So then that continue. Verse 5 and read verse 8. For thus says the Lord of hosts, He sent me after glory to the nations which plunder you. For he who touches you touches the apple of his eye. Praise the Lord. Can you read again? For I, says the Lord, will be a wall of fire, I'll be a wall of fire allowed about. and I will be the glory in her midst. Yes, continue. Verse 8. For thus says the Lord of hosts, For that says the Lord of hosts. He sent me after glory Yes. to the nations which plunder you. For he who touches you touches the apple of his eye. Praise the Lord. Bwana So asifiwe. there's the wall of fire. Kuna ule ukuta wa moto. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. So God says Mwenyezi Mungu He anasema will stay in us. atakaa katikati yetu He will fence around us. na atatuwekea ukuta. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. So there's a wall of fire. Kuna ukuta wa moto. There's a wall of fire. Kuna ukuta wa moto. And the Bible says, Na maandiko yanasema whoever touches you, yeyote akugusaye, whoever touches you, yeyote akugusaye, whoever touches you, yeyote akugusaye, hallelujah. Amen. Whoever touches you, yeyote akugusaye. hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Amen. There's that invisible wall of fire. Kuna ule ukuta wa moto usionekana. The Lord God has put around you. Kuna ukuta ambao Mungu It amekuwekea. is invisible. Hauwezi onekana. It is invisible. Hauwezi onekana. But there's a wall of fire. Lakini kuna ukuta wa There's moto. a wall of fire. Kuna ukuta wa moto. Hallelujah. Amen. I'm saying there's a wall of fire. Nasema kuna ukuta wa moto. No, mtu mmoja ako na macho ya mwanadamu na macho ya kawaida hawezi kuona ukuta. But there's that wall of fire. Lakini kuna ukuta wa moto. Bwana Mungu anasema whoever touches you. Yeyote akugusaye. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Wamejaribu kukuangamiza lakini hawawezi kufaulu. Hallelujah. Wamejaribu kurusha mishale lakini mishale haiwezi kupenya. Wamejaribu kurusha kifo haiwezi kukupata. Hallelujah. Wamejaribu kutangaza vile utaangamia. Hallelujah. But the Bible says, Lakini maandiko yanasema says the Lord, hivi ndivyo Mwenyezi I Mungu put anasema, a wall of fire nimeweka ukuta wa moto allowed you. kuzingira. There's a wall of fire Kuna ukuta wa moto. allowed your business. Kila mpaka Hata biashara yako. wafanye madhabihu gani? Yes. Hallelujah. Amen. I'm saying there's a wall of fire. Nasema kuna ukuta wa There's moto. a wall of Kuna fire. ukuta wa moto. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Asifiwe. Naomba kutoka leo. You are not just a woman. Wewe sio You mama are tu. not just a woman. Wewe si You are mama not tu. just somebody. Wewe sio mtu You are mwingine. placing the eyes of God. Wewe ni wa thamani There's a sana. wall of fire. Kuna ukuta wa There's moto. a wall of Kuna fire. ukuta wa Oh, moto. hallelujah. Amen. Ndio wanajaribu. Walikuwa wanangojea utaangamia last year. Hawangefaulu. Kwa maana there's a wall of Kwa fire. sababu kuna There is ukuta a wa moto. wall of fire. Kuna ukuta Na wa whoever moto. touches you, Yeyote akugusaye. akikuguza wewe, ndio Mungu alimwambia Yeremia, Let's go to they will Yeremiah. fight you, Watapigana they will wewe. not prevail. Lakini Kwa hawatafaulu. maana nimekuwekea ukuta, Because I put a wall. nimekujengea
Hallelujah. Lakini hadi kufaulu. Kwa maana Jehovah God has put a wall of fire. There is a wall of fire. Usiogope wachawi tena. Usiogope waganga tena. Usiogope wachawi tena. Hallelujah. Hakuna wakati wa kutishwa na wachawi. Hata waombe kinyume, waachana na wao. Hata wafanye madhabihu kali. There is a wall of fire. There is a wall of fire. There is a wall of fire surrounding your business. There is a wall of fire surrounding your children. Hallelujah. There is a wall of fire. Wakamwambia Yeremia, watapigana na wewe lakini hatafaulu. Kwa maana nimekujengea ukuta wa moto. Nimekujengea ukuta. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Leo katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Mwana ni agosho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Pigia Yesu makofi. You are powerful and wonderful man. You are powerful man. You are praise the name of the Lord. Amen. Kuna ukuta. You wanajaribu kurusha uchawi. And the Bible says a wall of fire. Maandiko yanasema ni ukuta. Wakirusha mishale, ule moto unachoma. Wakirusha kifo, kifo inachomeka. Wakirusha umasikini, umasikini unachomeka. Wakirusha magonjwa, magonjwa inachomeka. Kwa maana there is a wall of fire surrounding you. As you are going out and when you are coming out, there is that wall of fire. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. God has put a wall of fire. God has engraved your name on his palm. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of the living God. Amen. Why? Listen for building the divine hedge around believers. Why? Sababu ya kujengea ama kuweka ulinzi. Kwa nini Mungu? Why? Kwa nini Mungu akujengea ukuta? Is that why? Ni kwa nini Mungu akujengea ukuta? Because God does not do anything without a purpose. Kwa sababu Mungu hafanyi jambo lolote bila lengo. There are so many reasons why believers is hedged around. Kuna mambo mengi kwa nini waumini wamezingirwa ama kuna ukuta ambao unawazingira. Why? Ni kwa nini? Praise the name of the Lord. Amen. Why? Ni kwa nini? Kwa nini Mungu akujengea ukuta? The reason why sababu that God make a hedge around you. Sababu ya kwanza Mungu kuweka ukuta wa kuzingira for protection from evil spirits. Ni kulinda kutokana na roho mbaya. Praise the name of the Lord. Amen. So God wants to protect your family. Mungu anataka kuzingira God wants to protect your properties. Mungu anataka kulinda kazi ya from the evil spirit. Kutokana na roho mbaya. The Bible says maandiko yanasema the devil is moving about. Shetani tu looking for a prey. Anatafuta chochote naweza. That's what the Bible says in the book of James. The book of James. That the devil is moving about. Shetani atembea. He's moving about. Atembea. He's moving about. Anatembea tu from morning to evening. Jioni kutoka asubuhi hadi jioni. The devil is not sleeping. Shetani halali. He's looking up. He's moving about. Anatembea. Looking for a prey. Akitafuta kitu. And anyone who is at risk, yeye ako katika hatari. The devil is moving. Shetani tu anatembea. He's moving. Anatembea. He's moving about. Anatembea. He's moving about. Anaranda tu. Praise the name of the Lord. Amen. The devil is moving about. Shetani anatembea. Looking for a family to destroy. Akitafuta familia. The devil is moving about. Anatembea. Looking for a woman to destroy. Akitafuta mama. The devil is moving around. Anatembea tu. Looking for a young
akitafuta kijana The mdogo devil is moving about, anatembea tu looking for a means to bring down. akitafuta huduma The ya devil chini is moving about. anatembea He's moving about, anatembea tu looking for young people to destroy. akitafuta watu The devil is moving about, anatembea tu looking for a business to destroy. akitafuta biashara ya ngusha Wachawi hawalali, waganga hawalali. They are at work. wako kazi Hata saa hii, even now you are in the service right now, wewe uko kwa but ibada the sasa devil is still at work. lakini shetani bado He's kwa looking kazi for a minute to bring down. ibilisi yako He's kazi ya looking for kutafuta huduma a family to bring down. tafuta familia ya ngushi. That's why you need divine hedge around you. Na hivyo ndivyo unahitaji ule That's why you ulinzi wa need kiungu. divine hedge Unahitaji ule ukuta wa around kiungu. your business. Usingine biashara yako. That's why you need divine hedge Na hivyo ndivyo around your properties. unahitaji ulinzi katika ile kile yote unamiliki. The devil is moving about Tena tembea to tu cause accident. ili alete ajali. The devil is moving about. Anatembea Praise the name of the Lord. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. So that's why you need protection, Na hivyo ndivyo unahitaji ulinzi. because the devil, Kwa sababu shetani he's moving about. anatembea tu. He's moving about, Anarandaranda. looking for a prey. Akitafuta kitu The devil is moving about, ata looking for young people. atafuta watu wachanga. The devil is moving about, Anatembea looking for marriage to break. tafuta familia ambayo ndoa ambayo anaweza ivunja. So that's why you need divine Na protection, ndio maana unahitaji ule ulinzi wa kiungu that God may protect you ili Mungu from akukinge evil spirit, kutokana hizi roho, from the devil's attack. kutokana ile kupigwa na shetani. Praise the name of the Lord. Amen. The second reason Sababu ya pili for the divine edge ya kuwekewa huu ulinzi wa kiungu is for protection from thieves. ili kulindwa kutokana na wezi. A man who is under divine protection, Yote ambaye amechingwa na ulinzi wa kiungu it is rarely. ni ngumu sana. You know, somewhere the Bible says in the book of Psalms, Psalms I think 91, Fikiri mahali katika Zaburi, then I will protect you from the terrors by night. Praise the name of the Lord. Amen. So the second reason for the divine edge is for protection from this. Ni kukulinda kutokana na wezi. One of the terrors by night. Na hii ni kutokana ile mishale ambayo inarushwa usiku. And a man who is under divine protection Na yule ambaye amezingirwa would scarcely have this break into his house or shop. ni ngumu sana apate wezi katika biashara yake ama katika familia. The third reason, Sababu ya tatu, you need protection from demonic attack. unahitaji ulinzi kutokana na kule kupigwa na maroho. So God's protection is necessary, Yaani ule ulinzi wa Mungu unahitajika so sana as to deliver us from the effect of poison and charms. ili kutuokoa kutokana na ilisi na sumu. That's the Bible said. Can we read Mark chapter 16 verse 18? Mark 16. Can we read Matthew 16 verse 18? Matthew 16:18. Nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Numbers 23:23. Hesabu 23:23. Yes. Hakika hapana uchawi Yes. juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa, ni mambo gani aliyoyatenda Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So you need God's protection is necessary.
Yani ule ulinzi wa Mungu unahitajika to deliver us from the effect of poison and charms. kutukomboa kutokana na ilisi na ile sumu. And that's what God, Jesus said to Petro. Na Yesu akamwambia Petro, upon you I build a church. juu yako nimejenga kanisa. And no demon, no attacks of the devil prevail. Hakuna chochote ambacho kitafaulu juu yake. Praise the Lord. Amen. The other reason why you need God's protection. Sababu nyingine unayohitaji ulinzi wa The Mungu. protection of human enemies. Ili kulindwa kutokana na maadui wa kimwili. So God built a hedge around his people. Mungu hujenga from human enemies. Mungu hujenga ukuta kwa watu ili kuwakinga kutokana na maadui. Because apart from these, kutoka bali na wezi, the other enemies of progress and righteousness that are seeking to destroy us. Maadui wengine wa kuendelea na utakatifu wanajaribu kutupinga. Apart from these, kutoka bali tu na wezi, the enemies of progress. Kuna maadui wa kusonga mbele. The enemies of progress. Kuna adui ambao wanapigana wewe kusonga. They don't want to see progressing. Hawataki kuona wewe ukisonga in the things of the kingdom. Katika mambo ya ufalme. They don't want to see progress. Hawataki kuona ukisonga in the physical things. Hata katika mambo ya kimwili. So they are enemies of progress. Kuna maadui wa kusonga ama they are the enemies of righteousness. Na hawa ni maadui wa utakatifu. They don't want to see walking righteousness. Hawataki kuona ukitembea kwa they don't want to see walking holiness. Hawataki kuona ukitembea kwa utakatifu. So you need God protection. Unahitaji ulinzi wa Mungu. There are those people. Kwa sababu kuna hao are determined. Wameamua to make sure you never arise. Hatainuka. To make sure you never go to another level. Kuhakikisha utaenda kiwango kingine. They are even in our midst. Wako hapo na pia wako hapo. They don't want to see you progress. Hawataki kuona ukiendelea. Things of the kingdom. Katika mambo ya ufalme. Wakiona kama unainuka. Wakiona kama unaendelea vizuri. Praise the Lord. Bwana sifiwe. They are the enemies of progress. Ni maadui wa kuendelea ama maadui wanao kuzuia kusonga. Enemies. Ni maadui tunao waona. Human enemies. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. The human enemies, these are people who are either jealous of our progress. Ni watu pengine wako na wivu na wewe kuendelea. They are jealous of your achievement. Wako na wivu na yale mambo ambayo umetimiza. Praise the name of God. Amen. They see you as a threat. Wao wanakuona kama tisho. Ni maadui wewe. Praise the name of the Lord. Amen. Hawataka kuona ukiinuka. Hata wako hawataka kusikia ukiinuka. Hawataka kusikia ukibreak through. Hawataka kusikia ukitabiri. Hawataka kusikia ukitajwa na nabii. Hawataka kusikia mazuri ikitabiriwa juu yako. Watalala kwa kichaka. The enemies of your achievement. Maadui ambao ni wakili wote. Can we read the word of God from the book of Psalms? Zaburi 37. The enemies of progress. Psalms 37. Are you there? The wicked plot against the just. Can you read Kiswahili, Pastor Kamande? Psalms 37, verse 12. Verse 12, 13, 14, and 15. Asiye haki hunuia mabaya juu ya mwenye haki na kumsagia meno yake. Bwana atamcheka maana ameona kwamba siku yake inakuja. Wasio haki wamefuta upanga na kupinda uta. Wamwangushe chini maskini na muhitaji na kuwaua wenye mwenendo wa unyofu. Upanga wao utaingia mioni mwao wenyewe na nyuta zao zitavunjika. Praise the Lord. Amen. The enemies of progress. Hawa ni maadui wa kuzuia kuendelea. They can do anything. Wanaweza fanya jambo to make sure they wipe you out. Ili kuhakikisha wamekuondoa. They can make sure they can try anything. Wanaweza jaribu lolote to make sure they bring you down. Ili kuhakikisha wamekuangusha. But the Bible says. Lakini maandiko yanasema. The joy thing is that
Praise God. Bwana asifiwe. I'm saying they can do anything. Wanaweza fanya jambo lolote kuondoa. But the joy thing is that Lakini jambo la kufurahia ni hili. God is seeing and laughing at them. Mwenyezi Mungu anawacheka. Because he knows Kwa sababu anajua his time is up. wakati wao umefika mwisho. Praise the name of the Lord. Amen. The Bible says in Psalms 7. Maandiko yamesema Zaburi 37. The Lord laughs at him. Bwana atamcheka. The Lord laughs at him. Bwana mchekelea. Praise the name of the Lord. Amen. Whoever is planning against you. Yeyote anapanga kinyume na wewe. Whoever is planning evil against Yeyote you. anapanga mabaya The kinyume na Bible wewe. says Maandiko the yamesema Lord laughs at him. Mwenyezi Mungu mcheka. The Lord laughs at him. Mwenyezi Mungu For mcheka. that his day is coming. Kwa sababu siku yake inakuja. Praise the name of the Lord. Amen. They are so shall enter their own heart. Kwa sababu ya upanga wao utaingia mioni mwao. Praise the name of the Lord. Amen. For anything they are planning against you, Chochote wanachokupangia do not prevail. hakitafaulu. Because God is looking, watching all over you. Kwa sababu Mungu The anakutazamia. Bible says Maandiko the yanasema Lord is laughing at them. Mwenyezi Mungu anawacheka. Wakati wanakupangia chama. Wakati wanakupangia chama. Wakati wanakutangazia vile utaangamia. The Bible says the Lord God is laughing at them. Bwana anawacheka. He laughs at them. He Anawachekelea. laughs at them. Anawachekelea. And he knows Kwa sababu they anajua will not prevail. He hawatafaulu. knows Anajua they will not prevail. hawatafaulu. He knows Anajua they will not succeed. hawatafaulu. He knows. Anajua. Praise the name of the Bwana Lord. asifiwe. The Bible says Maandiko he yamesema laughs at them. anawacheka. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa hivyo nimekuja kutangaza leo. Nimekuja kukutangazia hawatakuweza. Praise the name of the Lord. Because there is that power of cover. Kwa sababu ni ile The kabla Lord Mungu. God who created you. Ile Mungu The Lord atakuambia. God who caused you. Mungu He is aliyekuita. keeping watch over you. Anakuangalia. Praise the name of the Lord. Amen. That's what the Bible says. Ndio maandiko yanasema. No weapon fashioned against you. Hakuna silaha ambayo imeinuliwa Because the kinyume Lord na God itafaulu. himself. Kwa sababu Mwenyezi His Mungu eyes macho yake are watching over you. yanakutazamia. His eyes Macho are yake watching over your children. yanakutazamia His watoto wako. eyes Macho yake are watching over your business. Akitazamia biashara Hata wakirusha uchawi, hata wakipanda hirizi, Yeah. hazitaweza kufaulu. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa hivyo hata wapange jama gani. The Bible says clearly. Maandiko The yamesema Lord wazi. laughs at him. Bwana huwacheka. For he sees that his day is coming. Maana ameona kwamba siku yake inakuja. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. So the enemies of progress Kwa sababu hivyo maadui wa kuendelea. hawataweza kufaulu. Amen. In Jesus' name. Amen. The enemy of your righteousness Maadui wa will uhaki not fail. hawatafaulu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Amen. Well, today is how to build a defined hedge. Ni vipi How unaweza can you build a defined Ni hedge? vipi unaweza jenga ule ukuta Allow your family. kwa ajili ya familia yako? How can you? Ni vipi? The first thing that you can do Jambo la kwanza unaloweza is fanya to accept ni Jesus. kumkubali Yesu. The second thing Jambo la pili is constant prayer. ni maombi kila Constant wakati. prayers. Maombi kila saa. So another way of you can build a hedge around yourself Jambo lingine la kujiumbia ule is through constant prayer. ni maombi bila kukata tamaa. Because God is looking for a man Kwa sababu Mungu atafuta to mtu stand in the gap atakayesimama kwa and mwani build a hedge around them na ajenge ukuta so that you will not face their sin. ili asifanye maovu kwa ajili ya dhambi. So make constant prayers. Wewe fanya maombi bila kukatisha. Can we read the Bible in the book of Ezekiel? Soma kitabu cha Ezekiel. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Receiving the anointing. Kupokea upako kutoka kwa Mungu. You know the Bible says in the book of Psalms Maandiko yanasema katika 105 verse 15. The Bible says, touch not mine anointed and do my prophet no harm. Maandiko yanasema akisema msiwaguze masihi wangu wala msiwadhuru nabii zangu. So that when you have the anointing of God, wakati uko na upako wa Mungu, hallelujah, amen, are you in the house? uko hapa. So I'm saying that way you can build a hedge around yourself. Nasema jambo tu ambalo unaweza pokea is by falling under the rivers of living water, the anointing. Na ni kupokea ule upako.
So when God's anoint you, security is sure. Wakati Mungu amekumwagilia mafuta, ulinzi lazima. But when you are carnal and sensual, the seal and the fire of the Holy Ghost is gone. Lakini wakati uko kwa dhambi, mambo ya ulinzi yamekuondokea na ule muhuri umeondoka. So in the time you flow in the anointing. Wakati unaingia unaendelea kwa upako. In the time you flow in the righteousness. Wakati unaendelea na utakatifu. God's anointing is over you. Mungu, upako wa Mungu uko juu yako. God's security is sure. Ulinzi wa Mungu ni hakika. And that's why the devil is trying all his best. Na ndivyo shetani anajaribu kila kitu. To make sure you walk in sin. Ili uende kutembelee kwa dhambi. Because the moment you walk in sin, wakati umeanza kutembea kwa dhambi, Mungu anaondoka. Mungu anakutokea. Praise the name of the Lord. Amen. Anytime you walk in sin, kila wakati unapotembea kwa dhambi, anytime you walk and you do against the will of God, kila wakati unapotenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, praise the name of the Lord. Bwana sifiwe. Mungu anaondoka. Kwa hivyo mishale ikirushwa, shetani anakupata. Simama na miguu yako. Rogama na makoroma. Kwa hivyo even Mungu akiondoka, the enemy of your progress, the enemies of your progress, ama maadui wewe kuendelea, wakifanya madhabihu, wakiruta magongoni, itafaulu, itafanikiwa. Praise the name of the Lord. Amen. I want to pray in the name of the Lord. Takuombea. Inua mkono wako. In Jesus' name. Raise up your hand before the Lord. Pastor Kamadi, I want us to worship. We worship the Lord. In Jesus' name. Then nimekataa katika jina la Yesu. Because many in the house, wengi wako hapa, the enemies of your, there are people in the house. Kuna watu wako hapa. They are here. Wako hapa. They are hearing me now. Wananisikia. Na ile vita wamekuwa nayo. Baadhi ya makoto wanasio. They are fighting with the enemies of progress. Wanapigana na maadui nao wazuilia wao. Wale wanafanya kazi. The enemies of progress are risen up. Maadui wao kuendelea wameinuka. Wale wanafanya biashara. They are doing business. The enemies of progress are risen up. Maadui nao wazuilia wao kuendelea wameinuka. Inua mkono wako. Alalia mkono wako. In Jesus name. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Na leo katika jina la Yesu. Today in Jesus name. Kila mipango ya giza, kila mipango ya shetani, kila madhabahu zote, I loose you in the name of the Lord. Kama kuna mtu alienda kichini juu ya biashara yako, kinyume na maisha yako, leo katika jina la Yesu, I bring down the works of the devil. I lose your business. In Jesus' name. I lose your business. Now in the name of the Lord. And today in the name of Jesus Christ, I speak the cover of God. I speak divine protection. I speak divine hedge around your family. I speak divine hedge around your business, around your children. In Jesus' name. Father, in the name of Jesus Christ, I lose your finances. I lose your finances. Walioona unainuka wakafanya madhabihu, walioona unaendelea wakakuendea kichini, walioona unainuka, walioona watoto wako wanaendelea, walioona nyota ya watoto wako, walioona nyota yako. There are people today, they are hearing me. Walikuwa wanaendelea vizuri, watoto wao walikuwa na matumaini sana na watoto wao. Atiwazi maisha ya watoto wao ikabadilika. Things changed. Mambo yakabadilika. Things changed. Mambo yalibadilika. Mtoto akabadilika. Ulikuwa na tumaini na ule mtoto wako, lakini all at once things changed because of the enemy of the progress. Ulikuwa unainuka kuna kirohoni, ulikuwa unaomba mpaka 24 hours, ulikuwa unaweza kufunga, lakini all at once ukafika mahali hakuna biashara haiendi vizuri. Kirohoni unajaribu kuomba, no breakthrough. Unajaribu kusoma Biblia, no breakthrough. Today in the name of Jesus Christ, I loose in the name of the Lord. I rebuke Satan. I rebuke now the enemies of your progress. I rebuke
achieve me. In Jesus' name. I rebuke them. I rebuke them. In Jesus' name. I rebuke you, devil. In Jesus' name. I rebuke you, Satan. In Jesus' name. Satan, I rebuke you. You know, God, I want to